Jeshi la Israel limeishambulia kambi ya kijeshi magharibi mwa mji mkuu wa Iran wa Tehran, muda mfupi baada ya jeshi hilo kutangaza onyo la kuwataka raia wanaoishi karibu na kambi hiyo kuyahama makazi yao. Taarifa iliyotolewa na shirika la habari la Iran lijulikanalo kama Fars limesema kuwa vishindo vya milipuko mikubwa imesikika katika mji mkuu wa Tehran kufuatia mashambulizi ya mchana wa leo yaliyofanywa na jeshi la Israel dhidi ya kituo kimoja cha kijeshi magharibi mwa mji huo. Jeshi la Israel linadai kwamba limefanikiwa kuiharibu miundombinu ya kijeshi ya Iran na sasa ndege zake zinaweza kuruka zipendavyo juu ya anga la Iran na kufanya mashambulizi kwenye maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Israel ilisema mapema hii leo ya kwamba inapanga kushambulia maeneo ya kijeshi yaliyoko kwenye mji huo wa Tehran, huku pia ikitoa tahadhari kama hiyo kwa raia kwenye baadhi ya maeneo ya ukanda wa Gaza na nchini Lebanon. Muda mfupi uliopita, ripoti zinasema kuwa milio ya makombora imesikika katika mji wa Tehran. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa Israel amedai nchi yake inaelekea kukimaliza kile alichokiita kitisho cha nyuklia na miundombinu ya makombora nchini Iran. Tamko hilo limetolewa kufuatia wimbi la mashambulio makubwa yaliyofanywa na Iran dhidi ya miji ya Tel Aviv, Jerusalem na Haifa nchini Israel usiku wa kuamkia hii leo. Wakati Israel inafanya mashambulizi hayo, tayari jeshi la kimapinduzi la Iran limewatahadharisha na kuwahamisha watu wa mji wa Tel Aviv kabla ya Israel kushambulia mji huo kwa makombora. Bado hakujawa na taarifa za madhara ya mashambulizi ya hivi punde ya Israel, lakini kwa siku 4 mfululizo pande hizo mbili zimekuwa zikishambuliana na kuharibu maeneo mbalimbali yakiwemo maeneo ya kijeshi, miundombinu ya nishati na hata makazi ya raia. Israel inadai kuwa imeshaiharibu robo moja ya maeneo ya kurushia makombora ya Iran na vituo 10 vya kamandi za kijeshi vinavyoendeshwa na kikosi maalum cha walinzi wa mapinduzi. Iran nayo imetangaza kuendelea kurusha makombora zaidi ya 100 kuelekea Israel, ikiapa kuendelea kuishambulia nchi hiyo baada ya Israel kuanza kuishambulia siku ya Ijumaa na kusababisha mauaji ya watu 200 hadi hivi sasa. Balozi wa Marekani nchini Israel, Mike Huckabee, amesema kombora moja lilianguka karibu na ubalozi wake na kusababisha uharibifu mdogo kwa jengo hilo, lakini hakuna majeruhi yeyote aliyeripotiwa. Iran kupitia waziri wake wa mambo ya nchi za nje, Abbas Araghchi, imesema itaacha mashambulizi yake pale Israel itakapoacha pia kuishambulia. Huku hayo yakiarifiwa, wanaharakati mashuhuri na watengeneza filamu nchini Iran wametoa wito wa kusitishwa mgogoro kati ya Iran na Israel, wakiitaka Iran kusitisha mvutano uliopo kwa kuacha urutubishaji wa madini yake ya uranium. Wakizungumza na gazeti la Ufaransa la Le Monde, wametaka pia nchi zote mbili kuacha kushambulia maeneo ya miundombinu na kuangamiza raia wasiokuwa na hatia. Wanaharakati hao ni pamoja na washindi wa tuzo ya amani ya Nobel Shirin Ebadi na Nargis Mohammadi, pamoja na mshindi wa tuzo ya filamu ya Cannes mwaka 2025 Jafar Panahi na Mohamed Lasolofu. Kwingineko, serikali ya Ujerumani inajadili namna ya kuwaondoa raia wake kutoka Israel kufuatia mzozo huo unaoendelea hivi sasa, baada ya mataifa ya Ulaya ikiwemo Poland na Jamhuri ya Cheki kuanza kuondoa raia wake nchini Israel. Msemaji wa ofisi ya mambo ya nje ya Ujerumani,
mjini Berlin amewataka Wajerumani kujisajili katika orodha ya kujilinda na migogoro inayowasajili Wajerumani walioko nje ya nchi. Hali ya wasiwasi imeendelea kutanda katika eneo zima la Mashariki ya Kati baada ya Israel kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran siku ya Ijumaa, ikidai kutaka kuizuia Iran kuendelea na mpango wake wa nyuklia. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema anatumai mkutano wa viongozi wa G7 nchini Canada utafikia makubaliano ya kusaidia kusuluhisha mzozo kati ya Iran na Israel ili kuzuia kitisho kikubwa cha usalama katika kanda ya Mashariki ya Kati. Endelea kufuatilia BMTV Tanzania. Jina langu ni Castle Elias.